Mkubwa kuliko mikoa yote ndani ya taifa la Tanzania, unazo kilomita za mraba 75,685, lakini katika ukubwa huu maeneo ya kilimo ni takriban 27%, maeneo ya makazi ni 27%, asilimia takriban 46 ni eneo la hifadhi za misitu. Hili ndilo eneo letu la mkoa wa Tabora. Katika eneo hili ziko rasilimali nyingi: mifugo, madini, misitu na utajiri mkubwa ambao Mwenyezi Mungu ametujalia kama mkoa. Kiutawala, mkoa wa Tabora una halmashauri 8, ina wilaya 7, lakini ziko tarafa 22, ziko kata 206, viko vijiji 724 na viko vitongoji 3753. Kwa sensa ya mwaka 2012 mkoa wa Tabora ulikuwa na idadi ya watu 2,291,000, lakini kwa ongezeko la 2.9 kila mwaka, sasa hivi assumption ni kwamba tuko watu 381,000. Kwa hiyo wilaya yenye watu wengi kuliko wilaya zingine ni wilaya ya Nzega. Labda tuwapongeze kwa sababu wanazaana, lakini wilaya yenye watu wachache sana ni wenzetu wa Sikonge. Hawa wanahitaji maombi. CCM oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nipitie hali ya uchumi mkoa wa Tabora. Niseme tu uchumi hutegemea zaidi kilimo, ufugaji, uchimbaji madini, uvunaji mazao, maliasili, biashara, viwanda vidogo vidogo, ajira katika sekta maalum na sekta binafsi. Niseme tu mifugo na kilimo ndio inayochangia takriban 70% ya uchumi na pato la mkoa wetu wa Tabora. Narudia, mifugo na kilimo linachangia takriban 70% ya pato la mkoa wetu wa Tabora. Na kimsingi mkoa wetu unachangia pato la taifa kiasi cha trilioni 5.177 ambao ni asilimia 3.7, lakini kipato cha mtu mmoja moja ndani ya mkoa wetu ni takriban shilingi milioni 1,740,000. Kwa hiyo hiyo ndiyo hali ya uchumi ya mkoa wetu wa Tabora. Tunazo kazi za kufanya kuhakikisha kwamba angalau tunasonga mbele katika hadhi ya uchumi wetu, kwa sababu tunaamini fursa zilizokuwepo bado zina nafasi kubwa ya kutupeleka juu zaidi, kuchangia pakubwa pato la taifa, lakini pia kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja. Hali ya ulinzi na usalama ni nzuri, ya kuridhisha. Mkoa uko shwari. Matukio yaliyokuwepo ya wizi, mauaji yamepungua kwa asilimia kubwa sana, lakini tunaendelea kusimamia. Kamati ya usalama ya mkoa, kamati za usalama za wilaya, kwa kushirikiana na wananchi, tumekuwa timu moja kuhakikisha kwamba usalama wa mkoa wetu unaendelea kuimarika, kwa sababu tunajua wazi bila usalama wa hakika shughuli za kimaendeleo haziwezi kutekelezeka. Na matukio mengi machache yaliyobaki yanatokana na imani za kishirikina, wivu wa kimapenzi, kulipiza kisasi, lakini migogoro ya ardhi, uvamizi katika hifadhi zetu za Utongara na Isawima, na uchukuaji wa sheria mikononi. Haya ndio ambayo yanaendelea kutufanyia dosari ndogo ndogo ambazo kimsingi bado tunaendelea kushughulikia ili
tuwe eneo salama zaidi linalovutia watu ndani na nje ya nchi kuja kukaa na ikiwezekana kuwekeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kuwasilisha ilani ya Januari Disemba 2020. Katika swala la utawala bora tumehakikisha taasisi zetu zote zinafanya shughuli zao kwa kuzingatia demokrasia, utawala wa sheria, ushirikishwaji, uwazi na uwajibikaji ili kuwa na mafanikio makubwa na yenye tija, ikiwemo matokeo makubwa ya utekelezaji na upangaji wa mipango ya kimaendeleo. Niseme hili swala kama mkoa tumekuwa makini sana, na tumeendelea hata kuwasisitiza waheshimiwa madiwani na viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambacho ndio tunatekeleza ilani yake, kuhakikisha kwamba swala la utawala bora lisionekane ni la kinadharia, lionekane katika vitendo, kwa kushughulikia masuala ya ubadhirifu, rushwa, lakini kuona kwamba mipango yetu na bajeti zetu zinakuwa shirikishi, kuanzia kwenye vijiji, kwenye kata, kuja kwenye wilaya mpaka mkoani, ambapo juzi tumefanya RCC na kupitia mipango yote na kikao kikaridhia kwa pamoja. Haya ndiyo vipaumbele vya wananchi, hivi ndivyo vipaumbele vya mkoa wa Tabora, na kwamba sasa tunaenda vizuri. Ndugu Mwenyekiti, uchaguzi mkuu ulifanyika tarehe 28 Oktoba mwaka 2020, ambako katika mkoa wetu wananchi takribani 1,463 na 665 walijiandikisha, lakini wananchi 512,411 sawa na 41% ndio waliojitokeza kupiga kura. Niseme tu nikipongeze Chama cha Mapinduzi kwa kuibuka kidedea, mjipigie makofi, kwamba majimbo yote ya uchaguzi 12 yalishukuliwa na Chama cha Mapinduzi, lakini Chama cha Mapinduzi kilipata pia madiwani 198 kati ya 203. Niseme tu haya ni mafanikio makubwa kwa Chama cha Mapinduzi. Chadema walipata viti 3 vya udiwani, CUF wakapata kiti kimoja, na ACT Wazalendo wakapata kiti kimoja. Lakini kikubwa zaidi niseme tu, uchaguzi ulifanyika katika mazingira ya demokrasia isiyotiliwa shaka, lakini uchaguzi ulifanyika kwa amani, utulivu, hapakuwa na matukio yoyote ya uvunjifu wa amani, na hili tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Katika mkoa wetu na ndani ya taifa la Tanzania, ziko nchi uchaguzi huwa hauvushi salama, vitukio vya watu kufa na kuuana na kupigana huwa vinatamalaki, lakini mkoa wetu wa Tabora tumevuka salama. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwasilishe pia hali ya uchumi wa mamlaka za serikali za mitaa. Mamlaka za serikali za mitaa zilitarajia kukusanya shilingi bilioni 25,681,628 na shilingi 934. Aidha, hadi Desemba 31, 2020 halmashauri zilikusanya kiasi cha bilioni 10,262,264,261 tu. Hii ni sawa na asilimia 41 ya makusanyo. Halmashauri iliyofanya vizuri kufikia asilimia 61 mpaka sasa hivi ni halmashauri ya Kaliua, tuwapigie makofi. Lakini halmashauri au manispaa ya Tabora ndio ya mwisho mpaka sasa hivi, wana asilimia 32 tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuboresha halmashauri zisimamie vizuri ukusanyaji wa mapato, kubuni vyanzo vipya vya mapato na ushuru na huduma za kandarasi, ikiwemo shuru za mchanga, mawe na kokoto zitozwe ili tuweze kufikia makusanyo kusudiwa. Na kimsingi, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa na hoja za kikaguzi ikiwemo hapa Tabora manispaa kwamba vyanzo ni vingi, makusanyo ni kidogo. Tunaendelea kubanana kuona kwamba tunakusanya
kulingana na vyanzo vilivyokuwepo, lakini tunaendelea kubuni vyanzo vipya zaidi na kuweka hata miradi ya kimkakati ili hatimaye tuweze kufikia targets kusudiwa za makusanyo, kwa sababu tunajua kuna mahusiano makubwa sana kati ya makusanyo na maendeleo katika maeneo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba sasa niongelee masuala ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, uzalishaji wa mazao ya chakula umeongezeka kutoka mwaka 2015 hadi 2020. Zao linaloongoza ni viazi vitamu kwa asilimia 36, mihogo 35, ambapo mahindi ni asilimia 5 tu. Kwa tathmini iliyofanyika, mkoa unajitosheleza kwa chakula kwa asilimia 114. Matumizi ya mbolea za viwandani yameongezeka hadi tani 61,300 kwa msimu wa mavuno 2020-2021. Upatikanaji wa dhana za kilimo nao umeongezeka. Mfano, kutoka 2015-20 matrekta yameongezeka hadi kwa idadi ya 33 ukilinganisha na iliyokuwepo awali. Mashine za kuvunia 5 zimeongezeka, na tumeendelea kusisitiza kilimo cha kuzingatia kanuni bora ili kuwepo na tija, na matokeo yameanza kuonekana. Kwa mfano, mahindi sasa hivi kwa ekari moja tunavuna mpaka gunia 8 na zaidi, lakini mpunga sasa hivi kwa ekari moja tunavuna mpaka gunia 21, wakati mwanzoni zilikuwa zivuki 16. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa katika eneo la kilimo ambao tungependa wajumbe wa kikao hiki waweze kuyafahamu. Lakini katika eneo la umwagiliaji tuna hekta 27,839 za umwagiliaji, lakini eneo lililoendelezwa la umwagiliaji ni hekta 8,256 tu. Miradi yenye uhai mpaka sasa ni Mwamapuli, Kahama Kalanga, hivyo CCM oye! Ikindwa, Mkiniziwa, Ulianganyama, Igigwa, Malolo, Bundushi, Idudumo, Inala, Usoke, Mlimani na Magoweko yenye jumla ya hekta 2,774, na miradi inayotumia banio ni 13 ambao ni Choma, Igurubi, Itumba, Buhekela, Mwarunili, Lakuyi, Chamipuli, Sigiri, Nata, Lusu, Shitahe na Miswaki. Shitage. Hii yote ina ukubwa wa hekta 5,482. Ili kuboresha, Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri zinashauriwa kuboresha kilimo zianzishe mazao ya kimkakati ikiwemo mashamba makubwa, kwa Kiingereza yanaitwa block farming, katika maeneo ya korosho, embe na asali. Maafisa ugani wawezeshwe ili waweze kwenda kutoa elimu, na watu wanaojihusisha na biashara haramu ya mazao tutaendelea, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuwachukulia hatua bila kupepesa macho. Sekta ya mifugo, Mheshimiwa Mwenyekiti, na uvuvi, hadi Desemba 2020 mkoa unakadiriwa kuwa na mifugo 466,908. Miongoni mwao ni mbuzi, ng'ombe, kondoo. Halmashauri ya Igunga ndio inaongoza kwa wingi wa mifugo, ikifuatiwa na Kaliua, na nafikiri halmashauri ya mwisho itakuwa hiyo ya Sikonge. Mkoa uliopokea mbegu za uimilishaji 600 za koo bora. Jumla ya majosho 102 yanafanya kazi ya kuogesha mifugo, 48 ni mabovu. Kati ya hayo 10 yametengenezwa kwa fedha zetu. Mkoa una minada 34. Mkoa una malambo 159. Igunga ndio eneo lenye malambo mengi kuliko maeneo mengine, ikifuatiwa na halmashauri ya wilaya ya Kaliua
Mkoa una wafugaji wa samaki 130 wanatumia mabwawa. Ili kuboresha uhamasishaji ufanyike katika kuwekeza katika viwanda vya mifugo na uvuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushirika na SACCOS, vyama vya akiba na mikopo vimeongezeka kufikia 127 ambapo AMCOS 27 zimeandikishwa Januari to Disemba 2020. Vyama vya ushirika vimeongezeka kufikia 507 kutoka 428. Ili kuboresha masuala ya ushirika, tumekubaliana kusimamia vizuri viongozi wa ushirika na tunafanya vetting kubwa kwa viongozi wa vyama na kuhakikisha kwamba pia management vya ushirika zinakuwa za watu wenye weledi, ujuzi na wenye nidhamu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya maliasili, niseme tu Mwenyekiti, 44% ya mkoa wa Tabora imehifadhiwa kisheria na kuna jumla ya misitu ya hifadhi 33 yenye hekta 3,450,085. Mkoa unaendelea na upandaji na uanzishaji wa vitalu vya miti ambapo miti iliyooteshwa vitalu na kupanda ni 7,310,000 ambapo halmashauri ya Uyui ndio inaongoza kwa kupanda miti kwa 75%, wakifuatiwa na Tabora Manispaa 74%, na wa mwisho tena ni wale wenzetu wa Sikonge 30%. Asali tani 527 zimezalishwa na kuuzwa ambapo mkoa umepata shilingi bilioni 3,144,460. Nta zenye thamani ya shilingi milioni 524,984,000 na shilingi 150 zimeuzwa, na mkoa una jumla ya mizinga 450,831. Upande wa wanyamapori, mkoa umependekezwa kuanzisha hifadhi 2 za Mto Ugala na Kigosi ambapo tayari utalii umekwisha kushamiri. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya wanyamapori, mkoa una eneo la wanyamapori lilohifadhiwa lenye ukubwa wa kilomita za mraba 25,584 sawa na 33.8% ya eneo la mkoa. Uwepo wa eneo hili umepelekea uanzishaji wa hifadhi za taifa 2 za Mto Ugala na Kigosi. Uanzishaji wa hifadhi hizi zimesaidia kuchochea utalii na kulinda maeneo ya hifadhi ambayo yana mustakabali wa muda mfupi na wa muda mrefu kwa ustawi wa taifa letu, Afrika na jumuiya ya kimataifa. Sekta ya viwanda, Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa umetenga hekta 1,366,322 za juu kwa ajili ya uwekezaji ambao sekta ya viwanda na biashara imetengewa hekta 4,049. Maeneo hayo yote yapo katika hatua mbalimbali ya kuyatwaa, kuyaboresha, kuyapima au kuyawekea miundombinu. Mkoa una jumla ya viwanda 1,293, vikubwa 5 vya kati 4 na vingine vidogo vidogo. Viwanda vivyo binafsishwa ni pamoja na New Tabora Textile, New Tabora Misitu Textile na New Tabora Dairy, pia Manonga Jinel. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya miundombinu, mtandao wa barabara wenye urefu wa kilomita 7,911 zimetekelezwa na TARURA, kilomita 72 zikiwa za lami, kilomita 1,235 zikiwa za changalawe na kilomita 7,986 zikiwa ni za udongo. Pia ujenzi wa makalavati, drift, madaraja umefanyika. Mtandao wa barabara wenye urefu wa kilomita 2,173 zinahudumiwa na TANROADS. Hii inajumuisha kiwango cha lami na changalawe tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio ni pamoja na barabara ya Nyahua Chaya kilomita 85.4 imefikia zaidi ya 86%. Ujenzi wa barabara ya Tabora Koga Mpanda
kilomita 115 umefikia zaidi ya 64%. Usanifu wa barabara ya Tabora Mambari Bukene Itobo Nzega Itobo Kagongwa umefikia zaidi ya 95%. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya ardhi, mpango wa matumizi bora ya ardhi unaendelea kusimamiwa na mji na vijiji, ikiwemo kupimwa viwanja 5468. Michoro ya mipango miji 40 imeandaliwa na hati miliki 693 zimetolewa katika halmashauri zetu ndani ya mkoa wa Tabora. Mipango kabambe ya miji ya makao makuu ya wilaya inaendelea kuandaliwa. Kwa mfano, master plan ya manispaa ya Tabora imekwisha andaliwa na kutangazwa kwenye gazeti la serikali la tarehe 24 Juni 2019. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya afya, mkoa wa Tabora una jumla ya hospitali 14, vituo vya afya 29 na zahanati 300, ambapo vituo 19 na hospitali 5 vimejengwa na kukarabatiwa kwa vipindi vya miaka 5 ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Elimu na tahadhari dhidi ya magonjwa ya kupumua inaendelea kutolewa ili kuzuia kusambaa kwa magonjwa hayo. Upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na vitenganishi umeboreshwa sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Ugawaji wa vyandarua kudhibiti malaria umeendelea kufanyika na jumla ya vyandarua 5,573 vilisambazwa kwa wanafunzi na vyandarua 1941 vimegawanywa kwa akina mama wajawazito. Mkoa unafanya juhudi mbalimbali kupambana na ukimwi, ambapo maambukizi yameshuka mpaka 5.1 na jitihada dhidi ya magonjwa yasiyoambukizwa ziko vizuri. Vifo vya mama wajawazito na watoto vimepungua hadi 56 kutoka 117. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwekezaji kwenye afya ni mkubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya elimu, mkoa hadi kufikia mwezi Disemba 2020 una jumla ya madarasa ya elimu ya awali 781 kutoka 517 ya mwaka 2015. Hivyo kuna ongezeko la madarasa 264. Aidha, mkoa una jumla ya shule za msingi 805. Kati ya shule hizo, shule 783 ni za serikali na 22 ni za watu binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaendelea kupambana na ufaulu umeendelea kuongezeka mwaka hadi mwaka kwa sababu ya haya maboresho makubwa ya miundombinu ya kufundisha na kujifunzia. Mkoa umefaulu kwa 85.37 kwa shule ya msingi na kuchukua nafasi ya 21 kitaifa. CCM oye! Boda kimya. Tumeongeza ufaulu. Mwaka uliopita asilimia ilikuwa 82, tumepanda imekuwa 85, japo tuko namba 21, lakini upande wa A level tumekuwa watu 8 kitaifa. Tunaendelea kuongeza bidii, umoja ni nguvu. Naamini kadri muda unavyokwenda na jinsi tunavyoendelea kufanya maboresho ya miundombinu, ufaulu utaendelea kuongezeka. Niwahakikishie ndugu viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Sekta ya maji, Mheshimiwa Mwenyekiti, upatikanaji wa maji kwa watu waishio vijijini umeongezeka hadi asilimia 84 kutoka 58 iliyokuwepo awali. Ujenzi wa mradi mkubwa wa Ziwa Victoria, Mheshimiwa Mwenyekiti, umechagiza pakubwa sana maboresho ya upatikanaji wa maji vijijini na mjini, kwa sababu katika vijiji eneo bomba kuu limepita kutoka bomba kuu kilomita 12 kwenda vijijini, tumepeleka maji na vijiji 148 vimefaidika. Usambazaji wa maji vijijini kupitia RUWASA unaendelea kufanyika na maendeleo ni makubwa sana. Mpaka sasa hivi kuna baadhi ya vijiji
vimekwisha kuvuka au wilaya zimevuka 70% ya upatikanaji wa maji jijini, ikiwemo wilaya ya Igunga ambayo tunatakiwa tuipongeze sana. Kwa hiyo swala la maji, mwendelezo ni mzuri Mheshimiwa Mwenyekiti, na matumaini ni makubwa sana, kwa sababu uwekezaji wa serikali ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli ni mkubwa mno kwa agency zetu hizi za TUWASA na RUWASA zinaenda vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya nishati kupitia REA vijiji 377 vimepata umeme kati ya vijiji 724. Lakini mradi wa kupeleka umeme vitongojini, Mheshimiwa Mwenyekiti, ulizinduliwa katika mkoa wetu eneo la Bukene tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka 2020, na zipo takriban bilioni 179 zimetengwa kwa ajili ya kupeleka sasa umeme vitongojini. Kwa hiyo tumeshatoka vijijini tunaenda vitongojini. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya mawasiliano, ukarabati wa reli umefanyika na sasa ina uwezo wa kupokea mabehewa 300 kwa wakati mmoja. Ukarabati wa awamu ya kwanza kwenye uwanja wa ndege umefanyika. Barabara ya kutua na kuruka ndege mita 1900, taa za kuongoza ndege zimewekwa. Upanuzi wa uwanja wa ndege awamu ya pili kilomita 1.9 imekamilika, na sasa ndege kubwa kama Bombardier zinatua, na ujenzi wa jengo la abiria 500 umetekelezwa. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme tu kwamba pia tumeletewa bilioni 27 kwa ajili ya kuendelea kukarabati uwanja wetu uwe wa kimataifa zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, tunaendelea na utoaji wa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kupitia fedha za makusanyo ya mapato ya ndani 10%. Kwa kipindi cha mwezi Januari mpaka Disemba, Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa ulikadiria kutoa kiasi cha shilingi 84,750 kwa ajili ya mikopo ya wanawake, vijana na walemavu. Nirudie hii figa. Mkoa ulitarajia kutoa shilingi bilioni 2,282,684,750. Kilichofanikiwa kutolewa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni bilioni 3,251,354. Hii Mheshimiwa Mwenyekiti ni sawa na 136%. Tupigiane makofi. Tumevuka lengo. Na halmashauri iliyofanya vizuri zaidi ni halmashauri ya wilaya ya Kaliua. Halmashauri iliyofanya vibaya zaidi kama kawaida, halmashauri ya wilaya ya Sikonge. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niongelee swala la utoaji wa 40% ya fedha ya makusanyo ya mapato ya ndani kwenda kwenye miradi ya maendeleo. Kwa kipindi cha mwezi Januari Disemba, halmashauri za mkoa wa Tabora zilikadiriwa kutoa kiasi cha shilingi bilioni 8,693,128,775 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kiasi cha fedha kilichofanikiwa kutolewa ni shilingi bilioni 6, Mheshimiwa Mwenyekiti, milioni 418,248 na shilingi 445, ambayo ni sawa na 74%. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme tu hili tunaendelea kulisisitiza. Tunataka fedha nyingi ziende kwenye shughuli za maendeleo. Mwendelezo sio mbaya, lakini hatujafikia malengo ya 100%. Elimu na kadhalika. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tukuahidi sisi kama viongozi wa serikali pia kwa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi tutaendelea kulisimamia hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme tu wakati naelekea mwishoni, ziko changamoto
za rasilimali watu, rasilimali fedha, vitendea kazi na miundombinu, ikiwemo pia changamoto za teknolojia. Serikali ya mkoa kwa kushirikiana na serikali kuu na wadau mbalimbali ikiwemo Chama cha Mapinduzi, tutaendelea kushirikiana kuona changamoto hizi tulizokuwa nazo hasa za kirasilimali tunazitatua, ili kisije kikawa kikwazo kwetu sisi kufanya maendeleo kusudiwa na kuacha alama ya kukumbukwa ndani ya mkoa wa Tabora. Nielekeze changamoto zilizo ndani ya uwezo wetu na niahidi zilizo ndani ya uwezo wetu tutaendelea kuzitatua bila manunguniko, bila mizengwe ya aina yoyote. Tutaendelea kusimamia sheria, taratibu na kanuni na miongozo ili kuona kwamba mkoa wetu unaendelea kung'ara ndani ya taifa la Tanzania na mkoa wetu uendelee kuwa mkoa kupigiwa mfano katika masuala ya maendeleo katika baadhi ya maeneo ambayo kimsingi tumekusudia kufanya vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho kabisa niombe tuendelee kufanya kazi kwa umoja na mshikamano, nidhamu, uadilifu na uzalendo ili tuendelee kupeleka mkoa wetu mbele. Ninaamini chama na serikali sasa tuko vizuri. Ninaamini wadau wetu wako vizuri. Kwa pamoja tunaweza kufanya mambo makubwa, tukarejesha heshima ya mkoa wetu kwa taifa la Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe ni mbobezi katika historia ya mkoa wa Tabora, lakini pamoja kwamba kwa ni mkoa mkubwa, una historia nzuri, rafiki, historia yenye mvuto kwa taifa la Tanzania. Nyerere alisoma hapa, Nyerere alifanya kazi hapa, Nyerere alifanya harakati za ukombozi wa taifa la Tanzania hapa. Na nina taarifa kidogo tu aoe hapa. Ndugu zangu, mkoa wa Tabora ni mkoa kiongozi. Niwaahidi tutaendelea kusimamia maendeleo. Niwaahidi wenye ilani, viongozi wa chama, hatutawaangusha. Naomba mtuunge mkono. Tunapofanya maamuzi makubwa, wakati mwingine yanawaumiza watu waliozoea kufanya shughuli kimazoea, muendelee kutuunga mkono. Kama kuna dosari, tuzitatue kwa njia za vikao. Tusiwe wasemaji sana kutafua taswira ya mkoa huu mzuri, mkoa uliobarikiwa wenye kila kitu. Tuhakikishie sisi kama mkoa tuko tayari kupatia Chama cha Mapinduzi ushirikiano wa hali na mali kuona kwamba ilani hii inatekelezwa. Yako maeneo mazuri katika ilani yamebainishwa. Mfano, tunatakiwa tupambane kutengeneza ajira za kutosha. Ilani yetu inataka kwa miaka 5 ijayo tuajiri watu zaidi ya milioni 8. Tunatakiwa tufikirie kibunifu, tutoke nje ya maboksi na kufikia namna gani hii ilani yetu itatekelezwa. Lakini ilani inaelekeza tujenge uchumi wa kisasa, uchumi jumuishi, fungamanishi. Muendelee kutusimamia sisi tutekeleze maeneo muhimu ya kisekta na maeneo mtambuka. Sisi tuko tayari, tuhakikishie tutaendelea kuchapa kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru sana kwa kunipatia fursa hii kuwasilisha kwa muhtasari ilani utekelezaji Januari Disemba 2020. Nimefurahi sana kwa kunisikiliza, lakini naamini pia tumeelewana. Basi nitumie fursa hii kuomba sasa mwenyekiti tuendelee na utaratibu kadri agenda zinavyotolewa. CCM